wakati mwingine njema. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kuungana na wewe kwa ajili ya himizo kidogo kuhusu Pasaka. Tunapata himizo katika kitabu cha Luka 23 mstari wa 44. Inasema hivi: hapo ilipokuwa yapata saa 6, kukawa giza juu ya nchi yote hata saa 9. Tunaona kwamba hii masaa matatu kutoka saa 6 mpaka saa 9 nchi yote ilikuwa giza. Na ilikuwa giza kwa sababu gani? Kwa sababu yale mambo ambayo ilikuwa inafanyika ilikuwa mambo ya aibu ambayo kila mtu atakikana kuona, kwa sababu hiyo ndio saa ambayo Yesu Kristo alikuwa anateswa msalabani, alikuwa anahangaishwa, anapigwa vipoko. Sasa ikakuwa giza kuu ili watu wasije wakaona wakashtuka ama wakaleta kasia, kwa sababu watu nao walikuwa wanampenda Yesu kwa mazuri ambayo alikuwa anafanya. Sasa ikabidi sasa waweze kufanya hii mambo wakati wa giza. Nataka kuambia mpendwa, toka kwa giza siku ya leo uweze kukombolewa na ukae katika nuru. Yesu anafufuka, afufuke pamoja na wewe na maisha yako ifufuke, kwa sababu mambo ya giza imeshaisha. Yesu alipokufa na amefufuka, sasa inatakikana tuendelee kung'aa na kukaa katika nuru yake, kwa sababu giza inaleta mateso, inaleta mambo ambayo haifai. Kwa hivyo kama hujaokoka mpendwa, kama hujamtambua Kristo, nakupa moyo ya kwamba ufufuke na Yesu, aingie katika moyo wako, aweze kutawala maisha yako, naye atakuongoza. Ninataka kusema hivi, kusherekea kwa Pasaka sio kusherekea kwenda kwa baa, kwenda kufanya maafa, kwenda kupigana. Ni kushukuru Mungu na kusema asante kutuma Yesu Kristo amekufa kwa sababu ya maisha yangu. Na tunaruhusiwa kila mtu kuokoka na kubadilisha maisha yako. Kwa hivyo usiende kusherekea kwa ajili ya kupigana, kwa ajili ya kutenda maovu. Sherekea ili moyo wako ukombolewe na Yesu Kristo aweze kuingia ndani, ili akae pamoja nawe milele na milele, na utakuwa na amani. Mungu wa amani akubariki sana unapopokea Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako. Kutoka kwangu Director Pendo TV, Bishop Sofia Malenya, nakutakia Pasaka njema yenye mafanikio. Pasaka njema. Mungu wa amani akubariki.